Mambo ya Nzoia ni mambo ambayo yamenikera akili sana. Sababu mimi nimepigania wafanyakazi wa Nzoia, nimepigania wakulima wa Nzoia, nimepigania hata wale watu ambao wanaishi katika kaunti ya Bungoma. Sababu ya kuleta hii kampuni ilikuja kusaidia watu ya Bungoma. Haikukuja kutengeneza faida. Ilikuja kusaidia maskini na tajiri. Kusaidia ule mtu hajasoma na ule mtu amesoma. Isaidie wakulima. Lakini wale viongozi ambako wako sasa wameshirikiana na watu fulani, wamehakikisha kiwanda cha Nzoia kimeenda, na wakati hiki kiwanda kimeenda, wale wakulima ambao walikuwa wanadai kampuni ya Nzoia milioni 360 haijalipwa mpaka leo. Wafanyakazi wanadai kampuni ya Nzoia 2.4 billion haijalipwa leo. Retirees wanadai kampuni ya Nzoia 4.8 billion haijalipwa kufikia saa hizi. Na hiyo ni kitu ambayo inarudisha uchumi wa Bungoma chini. Sababu hii fedha ingeweza kuachilia katika uchumi wa Bungoma ingekuwa inasaidia. Na kingine, saa hizi wafanyakazi wote wa Nzoia wamefutwa, hawako kazini. Na wanaenda nyumbani bila kulipa chochote. Lakini ile kitu nishangaza. Ukiingia katika kampuni ya Nzoia saa hizi, tuko na Wahindi 350 wametolewa India, ndio wanakuja kufanya kazi ya mkono ambayo kazi ya wale vijana wetu wangeweza kufanya. Kukodisha hiki kiwanda ama kupeana kwa Muhindi kinaenda kuadhiri hata wale wanafunzi katika mashule. Sababu utapata wale wanafunzi wa Matidi Technical, Kisiwa Technical, Sangalo na Bungoma North TTI, wakati wa attachment huwa wanafanya katika kiwanda cha Nzoia. Wakimaliza kazi wanaenda kuandika katika kiwanda cha Nzoia. Lakini saa hizi kiwanda cha Nzoia kimepewa ule Muhindi anaitwa Rai, ambaye ameleta Wahindi kutoka India. So inamaanisha wale watoto wetu hawatakuwa na nafasi ya kuweza kufanya kazi katika hiko kiwanda.